Shoga hawezi kuwa salama, hata jione kwamba yuko salama kwa miaka 100, mwisho wa siku ni kuingia katika balaa tu. Wewe unayefanya unapata madhara, yule anayefanyiwa anapata madhara. Nimeona Zanzibar kuna mtu mmoja polisi unakuwa shoga. Inaanzaje hii? Katika madhara ya ulawiti na usagaji anayefanyiwa hupatikana, kuna vitu vinavyoitwa tamazukati fi futhati sharji. Lazima kutakuwa na michubuko ambayo inapatikana katika sehemu zile za haja. Ni kwa sababu katika sehemu hiyo haipatikani kitu kinachoitwa almuzliqat. Maana yake ni kupatikana unyevu katika maeneo hayo. Sehemu ya ndani ya utumbo ambao unaitwa mustaqim, ni ule utumbo ambao unabeba kinyesi na kukitoa nje, ni sehemu laini mno ukilinganisha na sehemu laini katika sehemu ya kike. Na ndio maana utaona shoga yoyote au tomboya yoyote au anayesagwa yoyote, pia mshipa wa fahamu au mshipa wa aibu unakuwa hakuna. Shoga yoyote unakuwa hakuna. Kwa sababu gani? Akishafanywa matendo ya namna hii na mwanamume akatia mbegu zake pale katika maeneo haya, hii sehemu kwanza huwa ina tabia ya kuondosha hisia, ambazo hisia hizo zinazompelekea yeye kujihisi kama ni mtu aliokamilika, na hivyo humfanya aanze kujihisi yeye ni mwanamke kweli, wakati uhakika na uhalisia yeye ni mwanaume katika mazingira kama haya. Ndio maana utaona shoga halina haya, halina aibu, lina uwezo, yaani ukitazama sura lake wallahi ni hatari. Ndugu zangu, ana hatari mtu anayefanya ushoga wa kusibiwa na madhara iltihabati albakteria, kwa maana kushambuliwa na bakteria wa aina mbalimbali na hata virus wa aina mbalimbali. Muangalie namna anavyofanya ushoga wake, alafu angalia masiku ya mwisho ya kumalizika kwake, ndio utajua kama hii kitu ni hatari. Yoyote anayefanya ushoga na anayefanyiwa ushoga wana hatari ya kupata maradhi na madhara hatari ambayo yanayokuja kwa njia ya maambukizi ya tendo analolifanya. Miongoni mwa maradhi ambayo anaweza mtu akayapata ni maradhi ya chlamydia. Lazima atakuwa anatokwa na usaha katika sehemu za siri. Anayefanya atakuwa hivyo, anayefanyiwa pia atakuwa hivyo. Pia anaweza kupata maradhi ya gonoria. Gono sio lazima apate mwanamke, hata mwanamume anayefanya ushoga na anayefanyiwa tendo la ushoga, wote wanaweza kupata gono vile vile. Lakini kadhalika infection katika ini. Shoga haufai, anayefanya ushoga atakwenda motoni. Huyu atapatwa na virus ambao wanaopunguza kinga mwilini, HIV. Hata uvae makondomu unajidanganya tu, ukimwi uko pale pale tu. Kuna aina ya bakteria wanaitwa herpes. Hawa ni bakteria hatari sana. Wakimsibu huyu mtu, kwanza anakosa haya moja, pili anakuwa ni mtu ambaye mshipa wa aibu umekatika kabisa. Yaani haya madhara ya herpes huwa yanakuja taratibu sana, kidogo mpaka unakuja kuja kutokeza zile alama ushakwisha. Ndo maana yake hapa sasa patapelekea huyu kupata maradhi yanaitwa an-nasuru sharji. Nasuru sharji ni nini? Kwanza atakuwa na muwasho mkali sana katika sehemu za siri. Atakuwa ni mtu ambaye hawezi kukaa hapo alipokaa, lazima haja inampita bila mwenyewe kujitambua. Yaani anajikuta tu mambo yashaharibika. Kwa nini? Kwa sababu ya ushoga huo. Yoyote anayefanya ushoga ajue haya hawezi kuyaepuka. Yoyote anayefanya ushoga atambue kabisa huyo ana fursa kubwa sana ya kusibiwa na maradhi ya kansa katika sehemu ya utumbo unaitwa mustaqim. Kansa ya utumbo iko karibu sana, lakini na kansa ya sehemu ya siri. Kwa hiyo wewe ambaye unayefanya acha haraka sana, na wewe ambaye unayefanyiwa acha haraka sana. Tuungane kwa pamoja na mufti wetu wa Tanzania pamoja na rais wetu Mama Samia Suluhu, tupige vita sana ushoga na usagaji na upuuzi wa hali ya namna hii.